Bajeti binafsi ni mkakati wa kupangilia matumizi na mapato ya fedha kwa lengo la kutumia fedha kwa usahihi, kwa nidhamu na kuepuka matumizi yasiyokuwa na ulazima. Kuwa na bajeti humsaidia mtu kujua kipato chake, kudhibiti matumizi yake, kuweka akiba na kufikia malengo yake ya kifedha. Nidhamu ya bajeti ni msingi muhimu wa maendeleo kwenye maisha na mafanikio ya kifedha. Ili uandae bajeti, kuna mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, lazima ujue kipato chako. Hatua ya kwanza ya kuwa na bajeti ni kujua unaingiza fedha kiasi gani. Inaweza kuwa ni kwa siku, wiki au mwezi. Ukijua kipato chako, utaweza kupanga matumizi yako vizuri bila kutumia pesa zaidi ya kipato chako. Jambo la pili, andika matumizi yako. Bajeti nzuri huanza kwa kujua fedha zako zinaenda wapi, lakini pia orodhesha matumizi yako yote ya muhimu ikiwemo chakula, usafiri, kodi ya nyumba na mahitaji mengine ya kila siku. Kuandika matumizi kutakusaidia kuona sehemu zinazokupotezea fedha zako bila sababu zozote za msingi. Na jambo la tatu, tenganisha mahitaji na matamanio. Sio kila kitu unachotaka kukinunua kina umuhimu kwenye maisha yako. Mahitaji ni kama vile chakula na malazi, lakini matamanio ni vitu vya anasa ambavyo vinakuwa na matumizi yasiyokuwa na ulazima. Hakikisha kwenye bajeti yako unapunguza vitu visivyokuwa na msingi. Ukiweza kutofautisha mahitaji na matamanio, itakusaidia kutumia fedha kwa busara na kwa mpangilio mzuri na sahihi. Jambo la 4, weka akiba kila mwezi. Bajeti nzuri lazima iwe na sehemu ya akiba. Tenga angalau kiasi kidogo cha fedha kila mwezi kwa ajili ya dharura na malengo yako ya baadaye. Akiba itakupa usalama wa kifedha na kukusaidia kufikia malengo yako. Jambo la 5, epuka matumizi ya ghafla ama kwa namna nyingine matumizi ya papo kwa papo. Watu wengi huwa wanaharibu bajeti kwa kununua vitu bila kuwa na mpangilio. Kabla ya kununua kitu, jiulize kama hicho kitu unachotaka kukinunua ni kitu cha muhimu kukinunua au unataka kununua kwa sababu ya hisia za muda mfupi. Ukidhibiti matumizi ya ghafla, itakusaidia kulinda bajeti yako na kuifanya ibaki kuwa salama. Jambo la 6, ipitie bajeti yako mara kwa mara. Hakikisha unafuatilia bajeti yako kwa kuangalia kila mwisho wa mwezi kama umeifuata bajeti yako kulingana na malengo yako au kuna sehemu hukuifuata bajeti yako na unahitaji kujirekebisha pale ulipokosea. Jambo la 7, weka malengo ya kifedha. Bajeti huwa ina maana pale ambapo utakuwa na malengo ya kifedha unayotaka kuyafikia baada ya muda fulani. Malengo yatakupa mwelekeo wa matumizi ya kifedha. Jiwekee malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Malengo ya muda mfupi inaweza kuwa ni kununua simu, kulipia ada na kuweka akiba ya dharura. Inaweza kuwa ni akiba inayowekwa kwa siku, kwa wiki au kwa mwezi. Unapokuwa na malengo, fedha zako utazitumia kwa mpangilio mzuri na sahihi. Malengo yatakupa motisha na nidhamu ya kuendelea kuweka akiba na kudhibiti matumizi yasiyokuwa na ulazima. Kuwa na bajeti binafsi ni hatua muhimu ya kujenga maisha yenye utulivu na uhuru wa kifedha. Kupitia bajeti unaweza kuepuka madeni yasiyokuwa na ulazima na kuongeza akiba na kufikia malengo yako. Bajeti itakujengea nidhamu, uwajibikaji na uwezo wa kufanya maamuzi mazuri ya kifedha kwa maendeleo yako ya sasa na maendeleo yako ya baadaye.